Yaani wewe unauza ndugu yako kabisa na wanamuuliza, bwana nyinyi mnataka shilingi ngapi? Alafu ndugu yako anakwambia kweli marango. Marango kweli marango. Unaniuza vipi marango? Amen. Marango unaniuza kweli? Unakuta wewe ndani Ruben anambia toka zako bwana. Unatuchunga sumbua na zile ndoto zako bwana. Wakamtupa kwenye bilika huko. Maandiko yanasema wakatokea Waishmaeli wakamuokota kule. Wakampeleka moja kwa moja, maandiko yanasema ahadi ya Bwana. Mjaribu Yusufu. Kwa nini namjaribu? Ili apate kukamilishwa au sababu ya wokovu wa ndugu zake. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Unakuta mtu amejinyongonyea kabisa. Kanisa hili mtu amejinyongonyea, wakiingia wanijali, wakiingia hata wanioni, wakiingia hata waniheshimu, wakiingia hata wanitaka, hata sipewi chochote. Wewe vumilia kwa sababu unakamilishwa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana wake hapa watu wanapenda kuhurumiwa kweli. Sio hivyo? Ndio unakuta kuna mtu kaweka tena na kitambaa kabisa wapi? Sabuni. Jamani Mungu anisaidie. Amen. Mzee unapita. Na mimi nakwambia ukisema napita na mimi nakwambia pita. Yesu anisaidie. Amen. Madi ukisema anapita mimi nakwambia nini? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alipoka maandiko yanasema wakamuuza. Anafika pale wale watu wakamnunua, wao wakaondoka naye, anaingia nyumbani mwa nani? Potifa. Anaingia kwa Potifa, haijapita dakika 2, dakika 3, dakika 4, maandiko yanasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana anakuwa pamoja na wewe, lakini unaingia kwenye jaribu. Wewe acha Bwana, huyu Mungu. Bwana yuko pamoja na wewe, unasingiziwa kosa la nini? Ila kitukuza. Ndio haya mambo haya huyu. Ndio haya mambo unataka kila wakati sheria tu huyu baba hivi. Bwana wananisi. Wewe bwana huyu. Pita ukamilishwe. Kwa sababu ya wokovu kwa ajili ya watu wengine. Bwana yuko pamoja na Yusufu. Mimi nakwambia unaweza ukaamini Bwana yuko pamoja na wewe, unashtakiwa kubaka. Unaelewa kweli una Mungu? Ameniacha huyo. Ananitupa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mimi nilikuwa nakumbuka Yesu wao, kile kituko siwezi kusahau. Bwana asifiwe sana. Amen. Tulikuwa pale posta pale. Kulikuwa na dada mmoja muombaji kweli. Ana mafunuo, anaombea watu mapepo na nini. Tukawa naye ule usiku. Anasema no, mimi natuma huduma kubwa, Mungu anafungua mambo makubwa, lakini mume wangu ameniacha. Wewe kwa na mafunuo ndio mume wako asikuache. Wewe unadhani mume wako alioa haya mafunuo? Amen. Sijui mnanielewa ninachosema? Na Yesu atusaidie. Amen. Wewe unadhani mume wako alioa haya mafunuo? Haikuwa wewe. Amefuata sura yako nzuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa kwa nasema pale siku ya 7 wale tumekaa. Tunaomba. Watoto wangu sio ataishi. Mmekaniacha mimi. Sasa tukawa na mtu mwingine ambaye ndiye jasiri tulikuwa naye. Akamwambia usilie wewe. Si afadhali wewe umeacha. Mimi mke wangu kanifukuza. Sasa ngoma draw hapa. Aliachwa. Hivi inauma. Hebu tuseme wote aliachwa na inauma. Hivi inauma. Aliyefukuzwa. Aliyefukuzwa. Hata
Aliyefukuzwa atarudi. Aliyefukuzwa atarudi. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeye huyo akamwambia, "Afadhali wewe umeachwa ni mwanamke. Unaona mwanaume nimefukuzwa." Kweli. Na huyo mwanamke kalifukuzwa. Nimeondoka na begi langu na hizi nguo ninazozula ndio nimekimbia nyumbani. Sasa unasemaje? Kweli akaanza kusema yeye mwenyewe pale. Tumekaa chini. Kweli dunia ina mapito. Yesu tuokoe. Maana kuna wengine wanapiga kwenye matatizo mpaka wanakuja, "Wewe Yesu wewe tuokoe matatizo wewe." Unakamilishwa. Yesu anakuja huko. Bwana Yesu atusaidie sana. Unakamilishwa uwe sababu ya nini? Wokovu. Hawako hapa naye sema haya maneno. Wako wengi. Kuna wengine hapa wako mkanisema, "Inauma wewe kusingiziwa." Wewe Yesu wewe nisaidie. Inauma. Inauma kweli. Inauma. Unasikia inauma. Inauma sana. Mpaka mtu anakutengenezea wimbo za kikao kina keti kabisa hivi. Kapeni, msikili wao. Wanakaa kabisa hivi. Wanafanya mjadala hao hamna kula nao tu. Neno la Mungu hapa. Sasa leo Roho Mtakatifu anaingia kazini leo. Sio, mimi sidoleshi kidogo. Mimi nakuja kuweka sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanisikia? Na ukitaka kujua raha sasa, sijui unanisikia. Unataka kuona kama ni raha ya kusingiziwa. Frank Zima anakuwekea kamera hivi. Nimekisha. Marando. Si anakuja. Yaani hiyo inauma. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kikubwa Mungu ataenda kufanya hapa Kisembule kitawashangaza walio wengi. Wewe ukapitia jaribu ambalo linauma mpaka wewe unakosa usingizi, Mungu asifanye kitu kwenye maisha yako. Hatakuwa sio Mungu. Hatakuwa sio Mungu. Unapokamilishwa kwenye uchungu ambao unagusa mpaka moyo wako, ujue ya kwamba liko jambo Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unasikia baba Ayubu inauma. Inauma kweli. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Ombeni msije mkaingia nini? Maana yake yatakuja." Ndio. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Yule mwenzake akamwambia wazi kabisa, "Wewe ndio umeachwa, mimi nimefukuzwa." Tukalala dakika moja baba. Kuamka yule ambaye aliyefukuzwa na aliyefariki akaanza kusema, "Hapa tulipolala dakika chache tumeanza kuona maono." Tukamuuliza, "Tuonyeshe hayo maono." Akasema, "Bwana amenionyesha yule ambaye aliyefukuzwa na mimi niliachwa, ndio tuwe mume na mke." Nikaona yule ambaye aliyefukuzwa akaruka, kanifuata, kaniita pembeni. Akaniambia, "Mchungaji, hii ni shetani. Hii ni shetani." Bwana asifiwe. Watu wanapenda vitu vinavyoitwa nini? Shortcuts. Rahisi tu. Hebu beba picha. Hebu hapa nani? Bwana Yesu asifiwe. Nitolee mfano mwalimu wangu. Bwana asifiwe. Beba picha wewe ndio Yusufu. Na ndiye kipenzi cha baba yako. Baba amekutengenezea kanzu nzuri, wewe unapendwa kuliko wenzio wote. Alafu watu wanakuuza, unajisikiaje wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen.
anaingia nyumba ya Potifa, ana mpango kabisa na yule mke wa Potifa. Anasingizia amefanya nini? Na nguo yake ni hii hapa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Unasemaje? Ukisha kukamilishwa ndio utakuwa sababu mkuu. Kuna wakati mwingine mtu anageuka kuwa shetani. Unaona naye anaitikia ya. Kwa sababu naye Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyo urasa huyo ni rafiki yangu. Siku moja niliingia kwenye nyumba yake. Ubadilishe yale maneno uliyosema. Huyo urasa alifika mara akasema, huyu mtu aliyenipa huyu mke huyu na alaniwa hata kuliko kuliko. Lakini hawajui. Bwana asifiwe sana. Nataka kumalizia. Hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Kukamilishwa uwe sababu ya uokovu kwa ajili ya watu wengine sio kitu ile mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi unamkuta baba yenu kila wakati tukae vikao. Uko kwenye kukamilishwa. Ndio maana unaona watu kiweka kikao hawakusikiliza kwa sababu wanajua ni shauri la Mungu. Unaenda kuweza kumweka kikao Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Nani angeelewa kikao cha Yusufu na mke wa Potifa? Naeleza nani angeelewa? Inauma kiasi gani? Unasingiziwa umebaka wakati wewe hujabaka. Ndio watu wa kanisa hili. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Unafika mahali kanisani, unaona alikuwa ananiangalia. Alikuwa ananiangalia, moyoni alikuwa anaongea mengi kweli. Muulize basi aliongea ngapi? Alikuwa anaongea mengi kweli alipokuwa ananiangalia pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Maandiko yanasema alipokwisha kukamilishwa anaingia gerezani. Unanisikia kitu kinachokuwa huko? Safari ya gerezani ni safari ya kumkamilisha. Anatoka huku anaota ndoto, anaingia gerezani na kuwa mtafsiri wa ndoto. Unanisikia hicho kitu? Amen. Kiko kinachokungoja. Vumilia ukamilishe, kuna kitu kinachokungoja mbele yako. Kinaweza kuwa sababu ya wokovu na wengi ambao watakao kutazamia kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hayo wewe unaweza kaje? Unawezekana vipi ukuje Malango, yeye ndio analea watoto tu. Watoto wamekuwa rafiki. Unakuwa mchezo. Shauri la Mungu sio lele mama wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Atusupport hivyo vitu, lakini kila unapoomba unajaribu Mungu epushe hivyo. Mbona hakubadiliki? Unajaribu kuomba lakini bado limesimama. Na fahamu za watu hazikuelewi kile unachokieleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna kipawa ambacho kimewaletea watu hela kuliko cha uponyaji wa ugonjwa kama kutafsiri. Amen. Dunia nzima hii watu wanateswa na nini? Nani anayetafsiri? Unakuta tu watu wanapapasa kwa pasa tu kina urasa. Ukiona ng'ombe ujue hiyo ni mizimu. Nani alikwambia ng'ombe ni mizimu? Ya kuigaiga tu. Ili kama wewe ungeota ndoto ya Farao, ungemwambia ng'ombe 7 nini? Wanene na ng'ombe 7 walio nini? Waliokonda. Tuseme ule kweli. Ng'ombe 7 wanene walio wao ungetafsiri vipi princess? Si ungetafsiri ni mizimu. Si unaona hiyo? Ungesema hii mizimu mingine imenenepa, mingine mizimu mingine imeona. Unasikia kicheko cha mali huko. Jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Sijui mnanielewa wapendwa wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah.
Yusufu anaingia kule, anakutana, alafu maandiko yanasema akapelekwa kwenye wafungwa wa wafalme. Anaingia yeye, badala apelekwe kwenye wafungwa wowote, yeye anapelekwa kwenye wafungwa wa nini? Wa wafalme. Jaribu alilopitia likamfanya awe mkuu wa wafungwa. Sasa unajiuliza, inatokea wapi kosa la kubaka na mimi ninakuwa mkuu wa wafungwa? Bwana asifiwe sana. Nasema hivi, kinachobadilisha maisha ya mtu ni ile neema ya Mungu iliyokuwa kwako. Neema ya Mungu ikiwa kwako, kila utakachokifanya kitakuwa sababu ya matendo makuu kwenye maisha. Neema ikipungua ndani yako, hata unajikuta tu hawa watu nilikuwa nafanya nao kazi, mbona leo hatuelewani? Tulikuwa tunaelewana vizuri. Kuna mtu anakuheshimu, kuna mtu anakutii, kuna mtu mnafanya naye kazi wote, kila mmoja anaona wote ni kama vile mnaishi kama malaika tu. Lakini neema ikishatoka, anaanza kugundua hata ile karatasi iliyoanguka pale chini ya dawati langu, ile ilikuwa ni dawa. Visingizio vinaanza kuwa vingi tu. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa anaingia kwenye gereza la wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaingia mle, kitu kinabadilika. Nasema hivi, kwenye maisha yako acha kitu kibadilike katika jina la Yesu. Amen. Narudia tena, kitu kibadilike katika jina la Yesu. Amen. Nasema amen. Kitu kibadilike kwenye maisha yako. Ulikuwa ni unaota ndoto, lakini baada ya ndoto kinabadilika, wewe unakuwa nani? Tafasiri. Kipawa tu sio kipawa kwa ajili ya, mnanisikia watu wa Mungu? Na nasema kipawa tu sio kifanye kazi ya huduma ya watu, na pia kisababishe maisha yako kubadilika. Haiji tu kama ni kuhudumia watu, lakini na watu wenyewe wawe sababu ya kubadilisha maisha yako. Amen. Haleluya. Mimi nilikuwa nahubiri pale wapi hapa. Siku moja nahubiri pale wapi hapa Goma. Haleluya. Mchungaji pale akaniambia, unajua pastor, umekuja kwa watu lakini leo hii ni wadhaifu sana. Kanisa lingine ndio tuna majenzi, tunaanza tu pale. Kwa hiyo Bwana utuvumilie kwa kile ambacho tutakachokuta. Mimi nikamwangalia tu nikamwambia, wewe huwezi jua. Nikamwambia, mimi sikuja hapa kwa ajili ya nyinyi mnipe hela. Mimi nimekuja hapa ni wahubiri, anayejua kunipa ni Mungu. Sijui unasikia hicho kitu? Anayejua kunipa ni nani? Ni Mungu. Kweli tunamaliza huduma pale, hela walionipa ilikuwa hela ndogo sana. Asubuhi yake ananiita, twendeni tukale, mchungaji nakuitisha kesho tuje kula chakula cha pamoja. Ndio nimeshawahi kuona vyakula vingi vimelishwa kwa watu wengi, lakini hicho ndio cha mara ya kwanza kukiona duniani. Nimeingia ndani ya nyumba, kikombe cha asali nimalize na mikate. Nilikula mikate na nini? Hakuna chai. Kama ushakunywa hivyo wewe? Na mimi kweli nikamaliza asali yote ya kikombe. Nakula na mkate nakula. Mwisho yote akaniambia mchungaji, wewe uko mtumishi wa Mungu, tena wewe uko mwinjilisti. Akanipa bahasha. Akaniambia, hii bahasha kanisa limeshindwa kukulipia ndege, mimi nakulipia ndege. Kuja kuangalia kwenye bahasha nakuta dola 600, milioni 1 na laki kadhaa. Kanisa limeshindwa kunipa hata dola 100. Naambia hivi, nasema hivi na wewe upokee. Huduma isiyo huduma, Mungu abadilishe maisha yako katika jina la Yesu. Hata wale wanaohudumia wakuangalie katika jicho la tofauti. Wasikuangalie kama wewe, wamwangalie kama Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaweza kuona mtu hata mkipewa 100,000 mnaanza kugombana wewe kwa 100,000. Hata siku mtu akishusha mzigo wa milioni 10. Mwangalie baraza ukaje. Yule aliyepewa milioni 10
Akamwambia basi weka hapa tuone baadaye kuwe na mzungumzo. Marando ndio tumempa milioni ngapi? Milioni 10. Sasa Marando anataka kutoka aende chuoni. Watu wote tutageuka. Na mwingine atamfuata. Ili ameenda chuoni au amekurupuka. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ninasema Noeli hii, Christmas hii, Mungu abadilishe maisha yenu katika jina la Yesu. Amen. Narudia tena, Mungu abadilishe maisha yenu katika jina la Yesu. Amen. Yanabadilika kwa sababu inatoka kuota ndoto inakuwa nini? Tafsiri. Kwa sababu tafsiri ndio ilimuingiza Ikulu. Sio ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tafsiri ndio ilimuingiza wapi? Ikulu. Akafika kule anakuta na watu, anakuta mtu mmoja anamtafsiria, anasema wewe ulikuwa unafanya kazi kwa mfalme hivi na hivi na hivi na hivi, siku sio nyingi utarudi kwenye kazi yake, lakini wewe ukirudi hapo, ukirudi kule unaenda kukatwa kichwa. Na ndivyo ilivyotokea hivi. Yule aliyefika kule, maandiko yanasema aliporudishwa kwenye kazi yake akamsahau Musa. Wacha watu wasahau mambo yako, lakini siku moja Mungu atayaleta. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha watu wasahau, wewe kesa tu. Ninakwambia wewe kesa. Amen. Nani sio wapendwa wa Bwana? Marando wewe kesa. Wewe kesa tu, kesa tu. Yupo Mungu asiyesahau. Amina. Mwanzo 8:1 anasema Mungu akamkumbuka Nuhu. Kuna saa ambayo Mungu anakumbuka mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna saa, nasema ikisema saa. Saa ya kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna saa Mungu anaifanya hata wewe mwenyewe unasema, ambaye mimi sikusoma. Leo naweza nikao kwenye position hii. Mungu ajali mtu asome, Mungu anajali mtu atii. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anatoka pale Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya yale mambo, alipofika kule, Farao anaota ndoto. Nimeota ndoto inanisumbua moyoni mwangu. Mimi nasema hivi, katika jina la Yesu, Mungu apeleke ndoto kwa Farao. Amen. Na zimsumbue. Na zinapomsumbua, hawataenda kwa wale mabibi. Sijua wana majina makubwa waliojulikana. Mungu hana mpango anaojulikana. Mungu ana mpango asiyejulikana, aende kuwa julikana sasa. Amen. Wao wamekuja kujulikana, Mungu ana mpango na wewe wa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ana mpango asiyejulikana, aende akafanya nini? Ajulikane. Wakaitwa watu wote wakashindwa kutoa tafsiri ya ile ndoto. Ndipo yule mfanyakazi aliyekuwa anampa kikombe cha divai akamwambia, nakumbuka kosa lako. Sio, mnanisikia? Nakumbuka nini? Uko gerezani. Jana tuliomba kwa ajili ya magereza. Sio, mnanisikia? Sio, tuliomba magereza ya kwamba malango ya gereza yanafanya nini? Yafunguliwe. Wako gereza yanafunguliwa. Lakini yanafunguliwi mchana wewe. Yanafunguliwa usiku wa nini? Kwa manane. Unakuta leo wanataka ajulikane. Ngoja Mungu akujulishe wewe. Ukijulikana wewe mwenyewe, shetani atakupiga. Amina. Acha Mungu akutambulishe, kwa sababu anapokutambulisha uwaga anakuwekea mabodyguards. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikuita unafanyaje? Bwana asifiwe sana. Amen. Utaenda na nguo zako za kukatika hivi. Unaniambia vijana, wakati mwingine lazima uwe na nguo ambayo special ya kuvaa. Unakuta mtu hata binti au kijana anasema sina nguo za kanisa. Huyo anasema sina nguo za nini? Hawapo au ndani ya kanisa. Ana nguo za wapi? Za kuzurura. Za kanisa? Amen. Hivi niambie, nguo za kanisa ziko baba yetu. Zenye material mazuri. Nguo za kanisa zenye material mazuri. Nadhifu. Heshima. Zenye sitara. Zenye muonekano. Muonekano wapi? Ukivaa inakukaa.
Bwana Yesu atusaidie. Amen. Anasema alipoingia nyumbani kwa mfalme wakamwambia afungue mavazi ya gereza. Maana anaenda mbele ya nini? Ya mfalme. Kukamilishwa. Vazi unaenda kuvaa pale la kuumia na mfalme, ananunua mfalme. Sijui unanisikia? Viatu unavyovaa pale unaingia pale kiasi kwamba hata kama wanakaa na kusikiliza, anasikiliza mtu ambaye yuko tayari awe karibu na yeye. Mimi sio mtafsiri wa ndoto. Na nisiye hicho kitu. Yaani Yusufu ni wazidi wenye vipawa wa leo hii. Na wenye karama. Yaani wenye mnaisikia urasa wa vipawa wenye karama. Kazi ya mimi ni niwaombea wote. Hao wagonjwa kama yule nilitoa kwa kule kwa. Lakini Yusufu anasema nini? Ajuaye kutafsiri ndoto Mungu peke yake, yeye ndiye atakayekupa majibu yako. Na nisikie hicho kitu hicho. Ukitaka Mungu afanye kazi na wewe, yale yote anayotenda yeye mrudishie yeye. Amen. Usijichukulie utukufu hata moja kwa jambo moja, litakupiga. Kwa sababu nilizungumzia asubuhi, nilisema neno moja, lakini la pili nilikuwa sikusema. Neno la kwanza la asubuhi nilisema Bwana Yesu asifiwe. Shetani analo jambo la kuwapatia watu nini? Usingizi. Ili awapige. Bwana Yesu asifiwe. Ili afanye nini? Awapige. Niliishia pale. Lakini na sasa hivi ambalo nilikuwa nataka ile la pili ambayo sikulisema. Shetani ana mpango wa kila mtu mwenye karama na kipawa kumuinulia kitu kinachoitwa nini? Kiburi. Kiburi maana yake ni kujikweza. Na andiko linasema yeye ajikwezaye mimi nitafanya nini? Nitamshusha. Yeye hana mpango wa kukupiga. Yeye ana mpango wa wewe ujifanye nini? Nishushe. No, ana mpango shetani wewe kufanya nini? Ujikweze. Kwa sababu atakaye kushusha nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Akamtafsiria nini? Ndoto. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Zile ndoto alizomtafsiria, alafu anatafsiri vizuri kweli. Kile vile bila kusomaga na kisiaga raha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anamwambia wazi kabisa hivi, anasema mwenye kutoa tafsiri, haleluya, ni nani? Mungu pekee yake. Anaitwa tafsiri ni nani? Mungu. Alafu anampa direction ya ile ndoto. Hai ndoto miaka 7 ya nini? Ya shibe. Na miaka 7 ya nini? Njaa. Ukitaka kufaulu katika miaka 7 ya shibe, jichagulie mtu. Sio yeye. Jitafutie nani? Atakayesimama katika usimamizi. Wao wanasema nitapata wapi? Mimi sina mwingine. Ndio watu wake. Akaanza kuangalia watu wake. Tupate wapi mtu kama huyu? Roho wa Mungu yuko ndani yake. Watu wanahitaji nyakati tulizokuwa nazo, muda tuliokuwa nao, majira tuliokuwa nao, mtu ambaye ana roho wa Mungu ndani yake. Kuna mtu ana kipawa cha roho lakini hana roho ndani yake. Mtu ambaye ana Mungu ndani yake. Bwana Yesu akusaidie sana. Waliposema vile, wakasema jichagulie wasimamizi, jichagulie na watu wengine ambao watakaofanya hiyo kazi. Na mimi nawaambia wazi, saa imeenea, saa imefika. Alipokwisha kukamilisha. Malizia hiyo kazi. Tunamalizia kwa. 9 nasema, naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii, kwa watu wote wanaomwamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa watu wote wanaofanya nini jamani? Wanaomtii. Ndio nikasema hivi, unabii wa Yesu ambao ulioanza kutolewa katika fimbo ya enzi haitatoka kwa nini? Kwa Yuda. Hata atakapokuja huyo mwenye nini? Mwenye milki, mataifa yote watafanya nini? Watamtii. Maana yake ni ujio sasa wa Yesu
ni ujio wa Mungu Mwana, ni ujio wa kimungu kuja kuzaliwa duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mataifa wote watakaofanya nini jamani? Ndio nawaambia, huo ndio unabii wa kwanza unaanza kupatikana kutoka katika kabila la nani? La Yuda. Ya kwamba kutoka na katika Yuda kunatoka mtawala, na huyo mtawala, Bwana Yesu atubariki sana. Amina. Mataifa wote watafanya nini? Watamtii. Neno kutii ni ngumu kwenye maisha ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Umeelewa? Ukisha kukamilisha, umeelewa? Wangapi wanaokimbia majaribu? Wanyoshe mikono tutuombe. Mmoja tu yule kule. Ninyi wote yakija sawa sawa Namuona bayaji hapo wakati nimesema inauma sana. Yesu asifiwe. Kwa wale wote ambao wanasema mimi ninachohitaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu aliwezeshe katika majaribu. Bwana awatie nguvu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Nasema tena Bwana awatie nguvu katika jina la Yesu. Soon as possible. Yaani muda mfupi unaokuja unaenda kuziona ishara za Mungu. Amen. Waliinuka kusema hivi, waliinuka kusema hivi, waliinuka kunena hivi, waliinuka wakati mwingine hata kufanya mabaya. Bwana wewe ulikuwa unakamilishwa ili uwe sababu ya wokovu wa ndugu zako. Yusufu anaambiwa wewe ndiye utakayekuwa waziri mkuu. Hakuna jambo lolote litakalofanyika pasipo wewe. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio wakati anaingizwa kuwa waziri mkuu na ndipo njaa inaingia. Unanisikia hicho kitu Urasa? Wakati anaingia kuwa waziri mkuu, wanaambiwa ndugu zake, anawaona hivyo, wanakuja pale, anasema nyinyi ndugu mnatoka wapi? Sisi ni watoto wa baba mmoja anaitwa Yakobo. Toka kwa nini watoto wa Yakobo wapi? Nyinyi wauni tu nyinyi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ni watoto wauni tu. Yusufu anawaangalia. Sawa. Baba yetu kwa amechoka sana. Baba amechoka kabisa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tunahitaji, akasema mimi nahitaji kumuona baba yenu yuko wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amebakia na mdogo wenu. Huyo mdogo wenu ndio ninayemhitaji aje. Walipokuja kwake, sikiliza watu wa Roma, na hili nalisitiza na nichele kusema hapa kisebuli na anarudia tena. Walipokuja kwake, sijui mnanisikia. Walipokuja kwake, Yusufu akazikumbuka zile ndoto. Lakini ndugu zake wakakumbuka ule ubaya waliomtendea. Bwana asifiwe sana. Amen. Wengine watakumbuka ndoto, wengine watakumbuka ubaya. Wewe unataka ukae kwenye position gani? Nasema unataka ukae kwenye position gani? Ndoto. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unakaa kwenye position ya nini jamani? Ndoto. Ili katika ule ndoto inapokuwa, ndipo anasema alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu. Amina. Kwa wote wanaofanya nini? Wanaomtii. Yusufu aliposimama kwenye zamu yake, akasema ninamhitaji. Baba hakupata wokovu? Aliupata. Kupata wokovu? Aliupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wimbo mmoja unaoimbwa hapa wa mkunga. Bwana Yesu asaidie sana. Wanaimba waambie wateule wavumilie. Siku Bwana atakuja atawalipa. Waambie wateule wavumilie. Ili ukiambiwa kuvumilia maana yake nini? Hebu naambia wote, kuvumilia maana yake kutii. Kuvumilia ni kutii. Kuvumilia mateso. Waambie wateule wavumilie. Siku Bwana atakuja atawalipa. Waambie wateule wavumilie. Siku Bwana atakuja atawalipa.
Ambie wateule, anaambiwa vumilia, 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 vumilia. Saa inafika, Yusufu anawaona ndugu zake, alipiga kilio cha ajabu. Wakuu wote waliokuwa wamemzunguka pale walishangaa, kwa nini analia Yusufu ambaye ndiye mtawala? Analia kwa sababu Mungu si muongo, anachowaahidi anachoeleza. Aliniahidi nikiwa na umri wa miaka 17 ya kama mwezi na nyota vitaniinamia. Leo nikiwa na umri wa miaka 37 na kwenda kuona hilo tukio kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa nilianza kusema kwa leo, haleluya, alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya nini? Ya wokovu kwa kila anayefanya nini? Wanaomtii. Basi tunaomba Mungu sasa hivi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwambie hata Mungu yatosha sasa. Mwambie Mungu fanya nini? Yatosha. Hata kama kitu kimepikwa, si kuna wakati kuna katia kiekuliwe. Mwambie Mungu umeshanipika sana. Wakati wa kuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amenifurahisha Baba Ayubu, amenifurahisha Marando, wote wanasema inauma, sio mchezo. Pale hata huyo Piliton unalala. Unalala. Zinadunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wa mbinguni atubariki katika jina la Yesu. Amen. Wakati wiko ambao kila mmoja asimame kwenye zamu ya kuomba. Sijui mnanisikia? Asimame kwenye zamu ya kufanya nini? Ya kuomba. Christmas hii, haleluya, ni Christmas ya kukamilishwa. Uwe sababu ya wokovu kwa ajili ya wengine. Amen. Utakimbia tena? Urasa. Kwani urasa nipitia? Urasa ule? Mpaka nikimbia nyumba. Twende na wimbo basi huo. Si unaimba, hakuna mwimbaji. Basi wewe mwenyewe unaipiga hapo kipi?
kabisa. Kwa sauti ndani ya uwepo wa Mungu uliojaa wa kukamilishwa. Ajiandaa kwa ajili ya kuomba. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Gusa Bwana, gusa mashaka, gusa moyo, gusa Bwana, gusa Bwana, gusa Tende kwa maombi sasa. Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Uliokolewa wewe kwa sababu ya wokovu wa dunia. Uliokolewa wewe kwa sababu ya wokovu wa dunia. Asante Mungu kwa hiyo kwa hiyo Mungu anataka kubadilisha maisha yako, sio ya kiroho tu. Anataka kubadilisha maisha yako ya kimwili pia. Wewe unaona matokeo ambayo uyaishi, uyatamani na uyaona kwenye ndoto zako. Leo kidogo bingu. Baba, nakupigia katika jaribu mbalimbali katika shida. Magumu mbalimbali yako katikati ya mbinguni. Majaribu mbalimbali yako katikati ya mbinguni. Lakini Baba nakuja kwa ajili ya sababu ya mbinguni. Ili wewe usituguze ili wewe wana wa Mungu wa mbinguni. Wale wanapoona katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jiombee, nasema jiombee. Jiombee, tunashauri Mungu anakumbushe sasa. 2026 kuna jambo kwenye maisha yako. Kuna neno kwenye maisha yako. Kuna kusudi kwenye maisha yako. Kuna mpango kwenye maisha yako. Kuna mpango kwa ajili ya watoto wako. Fungua kinywa. Wacha kuona hata yale mateso, hata magonjwa yalikuwa yametesa muda mrefu yanaondoka kwa sababu ni wakati wa kukamilisha. Wale waliokulia vibaya, waliotaka uanguke, waliotamani waone unapotea. Heshima yako inakuja. Naiona kama heshima yako inakuja. Kama nyota inayoanguka kama kimondo inaanguka kutoka mbinguni. Heshima yako inakuja. Uipokee sasa baada ya kukamilisha. Omba ni kama unapanda kwenye mlima, unaipata ile heshima yako ambayo ilikuwa imepelekwa kwenye kilele cha mlima. Omba katika jina la Yesu.
Omba kwenye sauti ya ndani. Usikae kimya, jiongee. Mungu anaenda kuleta heshima yako. Mmoja kati ya watoto wako, mmoja kati ya familia yako, mmoja kati ya watu wa Tanzania anaenda kuleta mapinduzi na mabadiliko ya ajabu. Usikae kimya. Moja kati ya watoto wako, moja kati ya ndugu zako, moja kati ya jamii yako, ninaona kama kimondo kinakuja, nyota ile inakuja. Inatosha. Ingekuwa ni heri sasa watu wayaone matunda waliyotenda, watu waone matunda ya kazi waliyotenda. Miaka zaidi ya 40, miaka zaidi inaenda mingi imepita. Mungu wangu na baba yangu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo umeifanya kwa ajili yetu. Wewe ndiye uliye Mungu kwetu na hapana mwingine zaidi yako wewe Bwana. Ni saa ambayo tunakungoja, ni saa ambayo tunapokea kwako, ni saa ambayo umekwenda kufungua milango mbalimbali ya baraka na mafanikio ambayo ulikusudia kwa ajili ya kanisa lako. Uinuliwe, utukuzwe Mungu unayetupenda. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya baraka ambazo zinaonekana katika ulimwengu wa roho, zinakwenda kudhihirika katika ulimwengu wa mwili sasa. Kila mmoja akakuona Mungu kwa namna ya pekee, akayaone matendo yako makuu, akazione baraka ambazo Mungu umezifanya kwa ajili ya watu wako katika kipindi chote cha miaka mingi ambayo imepita. Ni saa sasa ya kupokea mafanikio na baraka ambazo Mungu uliweka juu ya watu wako, zikapata kudhihirika na kuonekana kwetu. Tunaomba hayo ni kupitia Utatu wa mbinguni, Baba, Mwana na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Oh, nimeusaide kaza moyo ninaiteka. Asante Bwana. Asante Mungu kwa sababu ni majira na saa yako. Haleluya. Asante Kristo. Asante Mungu wetu na Baba yetu. Ninamkaribisha mwenyekiti wa tawi, karibu kwa matangazo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu chapa makofi na vigelegele kwa Yesu kwa wingi sana. Bado makofi hayatoshi, piga makofi na vigelegele kwa wingi sana. Leo tumekamilishwa. Ifikapo Ijumaa utakuona mabadiliko. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Baba yupo, usikasirike. Umekamilishwa tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tangazo langu la kwanza. Ninawashukuru watu wote mliohudhuria ibada ya jioni ya leo, hata wale tulioanza nao jana na juzi na hata leo asubuhi. Mungu awabariki sana. Jina la Bwana libarikiwe.
Tangazo lingine haliko kwenye karatasi yangu, ila liko kichwani. Nataka niseme na wasimamizi wa ibada pamoja na waimbishaji. Haleluya. Unapoambiwa lete, tunakwenda kwenye sifa, afu unaleta wimbo wa kukaribisha wageni. Mwisho wanakwambia leta wimbo tu wa unasema tuonane paradiso, tunazika mtu hapa. Tunachotaka tunakwenda na nyimbo za matukio. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kwenye mazishi kuna nyimbo za mazishi ambazo nataka nyimbo zingine nataka niseme mpaka ziimbe kwenye ibada za kawaida. Zile nyimbo za tukio la nini? La mazishi. Zipo nyimbo za tukio la Pasaka. Zipo nyimbo za tukio la kuzaliwa kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ninaomba waimbishaji na mwendesha ibada tuwe makini. Mtu analeta wimbo wa kuabudu wakati wa sifa, analeta wimbo wa kukaribisha wageni, wewe unamwangalia tu. Lazima uwe makini. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Ibada yetu, semina yetu inaendelea kesho, ambaye ndo kilele chake tunaenda kuhitimisha kesho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mateso yetu yataidhinishwa kesho. Haleluya. Amen. Msimamizi wa ibada ataendelea Benedetta. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na baba yetu ataendelea, anakwenda kuhitimisha semina hii. Haleluya. Amen. Lakini usiku wa leo tunayo maombi ya usiku wa manane. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuna maombi ya usiku wa nini? Wa manane. Njoo ulalamike usiku wa manane. Mungu akusikilize shida zako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tutaendelea na maombi ya usiku wa manane. Kesho tunaendelea na semina yetu ambayo itaisha mchana. Haleluya. Amen. Mahudhurio ya leo jioni ni kama ifuatavyo. Wanaume wako 11, wanawake 15 na watoto 6, jumla tuko 32. Chapa makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Amen. Basi kufikia hapo ni mwachie mwendesha ibada aendelee na vipindi vingine vijavyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwenye matangazo amesahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kesho tunafikia kileleni. Tunampokea mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu kila mtu ajiandae moyoni mwake. Atabeba sadaka ya aina gani ambayo katika kuzaliwa kwake Yesu tumepata kukombolewa pia usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Sisi tunafundishwa lazima tubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lazima tuponyane watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usije na sadaka tu mradi kama zile tumezoea 500, ikizidi sana buku, maana waga wakati mwingine na kwa hesabu sadaka 200. Hebu fanya kwa sababu tumekubali kubadilika. Tumekubali kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata majumbani kwetu unapoenda kumuona mtoto amezaliwa, uendi mikono mitupu. Mimi najua hata baba Ayubu sasa ataacha yale ya kale. Sasa hivi mkono wake utafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtani wangu jamani, lakini tunaponyana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mshangilie Bwana kwa makofi na Amen. vigelegele. Bwana asifiwe. Amen. Unajua ndio maana wanakuwa na wasaidizi. Pale unaposahau mwingine anakuja kukukumbusha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Unajua ukisoma kwenye Injili ya Mathayo sura ya 2, kuzaliwa kwa Yesu, utakuta kule chini wanakwambia mamajusi waliona nyota, si ndio? Lakini walikwenda na zawadi zao. Fedha, dhahabu na manemane. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua mimi namkumbuka marehemu Akabende anasema siku ya Krismasi ni siku ya kutoa zawadi. Hilo somo mzee ile mpaka analiweza kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kesho ni siku ya kutoa zawadi. Njoo na zawadi nzuri. Ukija hapa hutaondoka kama ulivyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Hebu tukie na zawadi nzuri ya kumpa mtoto. Yaani nitakiwa kesho kila mmoja anakuja na zawadi, mmoja kuja na suti na mpa askofu, mmoja kuja na kitu gani. Yaani vitu vingi, maana alikwenda na fedha, dhahabu na manemane. Lakini sasa sisi hatuna manemane, hatuna dhahabu, fedha tunazo. Hebu beba zawadi nzuri. Mbona kule wanasemaga jimalize. Sasa kesho tuje tutoe zawadi nzuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwenye kausha damu tuko vizuri, lakini kisha habari ya Mungu tunakuwa hatuko vizuri.
naomba kesho kina zawadi nzuri kumpa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu wa Kisembule wana sifa ya kufuga. Haleluya. Amen. Hebu tuwashangilie watu wa Kisembule. Maana wamebarikiwa katika ufugaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaziona mbuzi, tutaona kondoo, tutaona ng'ombe, tutaona kuku. Haleluya! Ni saa ya kumtolea Bwana. Karibu mwimbishaji, huku tukimtolea Bwana sadaka. Na atakayeombea sadaka ni mzee wetu, mzee wa kanisa Kisima, na atainisha ibada ya leo. Wa milele sifa na zivume, jina la Yesu na lisifiwe daima. Sifa na zivume, jina la Yesu na lisifiwe daima. Wa milele sifa na zivume, jina la Yesu na lisifiwe daima. Wa milele sifa na zivume, jina la Yesu na lisifiwe daima. Tuombe kwa ajili ya matoleo yetu ya leo ya siku ya pili ya kuelekea maadhimisho ya ukombozi wa ulimwengu kupitia kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni jioni nyingine tena nzuri njema ambayo Mungu ulikusudia na ulijua ya kwamba sisi ambao tuko mbele yako, katikati yako, katika lango hili la TIFC Kisembule, jioni hii ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2025. Baba, hakika mapenzi yako na makusudi yako yametimizwa, hata tumekuwepo mahali hapa kwa makusudi yako. Baba, tazama wana wako ambao Mungu uliwapa haki ya kuwa wana wako kwa sababu wamemkubali Roho Mtakatifu mzima, lakini pia ni watoto wako kwa sababu walimkubali Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao katika maisha yao yote. Jioni hii leo wamekutolea sadaka kwa ajili ya kushukuru na kutukuza kwa neno ambalo umeenda kuwapatia na kutupatia jioni hii leo. Asante Mungu, naweka matoleo haya mikononi mwako. Ninaomba Mungu yabariki. Baba, uyakubali. Kila mmoja ametoa akiwa ametamka neno juu ya matoleo hayo. Baba, maombi ya kila mmoja kupitia matoleo yake Baba yakatimie, yakapate kibali Baba kwa makusudi yako na mapenzi yako. Asante Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya matoleo haya. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, tazama ni wakati mwingine tena Baba tumefikia tamati ya ratiba yetu ya leo
tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka huu mzuri wa 2025. Baba, umesema nasi jioni hii ya leo na kupitia mtumishi wako kiongozi wetu wa taifa Askofu Grayson Selemani Badatu kuhusu jinsi ilivyo muhimu Bwana Baba, katika namna iwayo yote tunayopitia, katika magumu yawayo yote tunayopitia, katika mashauri yawayo yote tunayopitia, yamkini kwa macho ya kibinadamu yanaonekana kama ni majaribu, yanaonekana kama ni changamoto, lakini Mungu una makusudi kupitia changamoto hizo tunazopitia, kupitia majaribu hayo tunayoyapitia, kupitia magumu hayo ambayo tunapitia, ili kupitia namna hiyo iwayo yote Bwana uweze kujitwalia utukufu na tuwefanyike sababu ya wokovu kwa watu wengine. Mtumishi wako Yusufu alipitia katika magumu ya ajabu, lakini kupitia yeye amefanyika wokovu kwetu. Tumejua jinsi ambavyo Mungu humpitisha mwanadamu katika hatua mbalimbali na baadaye unamuinua na kumweka katika destiny yake. Tumejifunza kupitia yeye. Hata mtumishi wako Paulo alipita katika magumu ya ajabu, lakini amekuwa chanzo cha wokovu wengi wetu leo Bwana. Vivyo hivyo kupitia neno la mtumishi wako Askofu Grayson, Baba, tumepata nguvu mpya, tumepata ari mpya, tumepata msukumo mpya, tumepata mwelekeo mpya ya kwamba tufurahie namna iwayo yote tunapitia, kwa sababu mwisho wake tunaenda kwenye destiny nzuri uliyokusudia, tunaenda kwenye hatima nzuri uliyokusudia. Mungu Baba, kupitia neno la mtumishi wako tumesikia sauti yako na tunaenda kuitii na kuifanyia kazi kwa bidii bila kukata tamaa, ili hatimaye kupokea baraka na mafanikio uliyokusudia kila moja kwa mstari wake. Baba, asante, umesema nasi kweli kwa namna ya pekee jioni hii leo. Na sasa Mungu, tunaomba umkumbuke mtumishi wako Askofu Grayson tena kwa ajili ya kesho. Baba, sisi wachache wa leo na wengine ambao tuwawezeshe waje kesho kwenye Christmas, Baba, ukampe neno jipya zaidi na lenye nguvu zako zaidi, ili Bwana sisi wote tupokee deliverance. Asante Bwana. Na sasa tunaomba kibali cha kutawanyika kwa mapumziko mafupi kabla ya kuja kwenye ibada ya kumpokea mtoto Yesu Kristo usiku wa manane. Tuwezeshe na hata wengine ambao wanakusudia kuja kesho, yamkini waje katika majira haya ya jua kupunga, ili tushiriki nao ibada ya makaribisho ya mtoto Bwana wetu Yesu Kristo usiku wa manane. Asante Mungu, ni katika utatu wako mtakatifu nakushukuru Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Tuenende kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na watu wote waseme amen. Miaka yote nini ndio kulikuwa Tanzania mmoja. Tumsalimie Mama Sanja. Karibuni tumsalimie wote Mama Sanja. Karibuni tumpe mkono Mama Sanja.
Sibabaiki, sikishiki, ndio lugha zangu na ujanja wangu. Maana wewe si bila ai see. Ongea kwa kwamba I see. Hakika Mungu uendelea. Mwanajeshi astaafu, hata kustaafu anakwambia ule ni mwanajeshi.